Mama, mbona unakuona una habari mpya tena una furaha kiasi hicho? Kwani imekuwaje? Mwanangu, furaha yangu ni kubwa sana. Wakati tulipoachana pale kwa mganga. Yaani kwanza yule mganga alinitibua kabisa. Maana nilimuona Kizigo yule sio mganga. Umeona yule tapeli. Na yule ndio animshinikiza Kizigo ili amloge mwanangu. Alafu mimi niingie pale hapana. Nilichanganyikiwa sana. Ile nawaacha. Yaani akili zangu hazikuwa sawa. Naongea barabara mzima. Ndipo nikakutana na huyo msichana. Akaniangalia tu akasema, mama, tatizo lako litapona tukaenda kwa mchungaji. Huyo mchungaji anaitwa Clement Mwandani. Akanipeleka. Basi ile mwanangu anatoka tu yule baba. Akaniangalia paji langu la uso. Yaani kuniangalia tu amejua matatizo yote yanayonihusu mimi katika familia yangu. Cha kwanza mimi mwenyewe pia nimelogwa. Nimechanganyikiwa hapa nilipo. Tena bora ya mwanangu anaeleweka, mimi ndo wa ndani kwa ndani. Sasa nilivyoona huyu mchungaji ana maono sana, nikaona hapana, sadaka yangu ni ile 500,000 ambayo nimechukua jana kule kwenye nini ile zile frames. Naitaka ile hela uende nyumbani ukailete ili tukapeleke kanisani. Mama, ile hela si ya kwenda kusakafia kaburi? Nini? Kusakafia makaburi? Wazalamu walisema acholile kachola. Umesikia? Wanamaanisha aliyokwenda amekwenda. Sasa hata tukiweka juu tukisakafia tukaweka marumaru, yeye anajua kwamba mimi nimeweka marumaru. Hapa watu wanajua kwamba Tanu ndio mwenda wazimu. Macho ya watu wote wanajua kwamba mwanangu mimi kichaa. Ila wanasema tu baba yake kafariki. Kwisha. Ile pesa lazima iende kanisani ili wakanunue maji haya wayaombee ili na watu wenye uhitaji kama sisi wapone. Hiyo ndo sadaka. Sawa mama. Sio sawa tu. Sasa hivi watu wote sisi, yani hii familia yetu, hata kaka yako akifika hapa, inabidi tuanze kwenda kanisani tukaombewe. Kila siku ya maombi sisi ndio tuwe tunaenda. Mimi sasa hivi sio wa waganga tena. Ni mapambio tu baba. Yaani mapambio tu mwanangu. Nimekugundua we shetani, nimekugundua wewe. Nimekugundua shetani, nimekugundua wewe. Kazi yako ni kuwapotosha watu wake Mungu. Kazi yako ni kuwapotosha watu wake Mungu. Mimi sipotoshu sasa hivi. Hapa sasa hivi Kizigo tu ndo mtazama ndo shetani mkubwa. Na nimemgundua ye Kizigo, nimemgundua baba. Nimemgundua Kizigo, nimemgundua baba. Kazi yake ni kuwachawia watu wake Mungu. Ananiudhi. Sema tu na sasa hivi nataka niokoke. Sauda. Ingala isebele, ingala. Kiukweli mama mdogo, kipindi ulivyokuwa umesafiri, nilikuwa nakukumbuka sana mama yangu. Zena, kweli unanipenda? Ndio mama, nakupenda sana tena sana. Basi kama kweli unanipenda, naamini hutaweza kunidanganya. Kuna jambo nataka nijue kutoka kwako. Ndio mama, mimi siwezi kukudanganya chochote kile. Mamako mdogo anakutesa? Usinidanganye Zena. Kuna kitu nimehisi tu badala kufika hapa. Ndio mama, ananitesa sana tena sana. Ila yote mimi navumilia. Kuna wakati nanyimwa chakula. Kuna wakati nanyimwa kwenda shule. Na yote hayo ni kwa sababu tu anahitaji hati za nyumba. Ama kweli mfadhili mbozi, binadamu wafadhilike. Vipi kama nikisema yeye anahusika na tukio linalomtokea baba yako? Kuhusu hilo sifahamu. Maana licha ya mama kunitesa, alikuwa anamheshimu baba sana. Lakini pia siwezi kujua
Twende nje kwanza tukamtafute baba yako. Mama, nakukumbuka sana. Life is a mess, no fun. Nifunze mama, nipo juu ya kaburi lako mama. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia mama. Mama, toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wa kunielewa, yatima mbaya sana. Mama, toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wa Shikamoo Bijenya. Marahaba mjukuu, jambo? Miki jambo Bijenya. Bijenya, kwanza poleni kwa matatizo yote ambayo yamewaandama. Poleni kwa matatizo ya baba yangu aliyomkuta. Lakini Bijenya, mimi naomba tu uniambie, kwani changamoto gani imemkuta? Kwa sababu kila ninapojaribu kumuuliza Jenya nipe majibu kamili. Kwa hiyo naomba Bijenya uniambie, baba kapatwa na nini? Huenda nikapata cha kukusaidia. Asante mjukuu wangu kwa yote. Mimi mwenyewe hata sielewi nini kimempata babake Zena. Kwa sababu hapa nilipo nimechanganyikiwa, na mtafuta simpati. Kwa hiyo nini kilichompata sijui. Wewe Bijenya, naomba usinifiche kitu. Mimi ni moja ya familia. Tena ni rafiki yangu, siwezi kuvumilia mimi akiwa anaumia yeye. Matatizo yake yeye ni kama matatizo yangu mimi. Kwa hiyo Bijenya, waniambie tu, kwa sababu Jena amebanwa na mama yake. Hapo hata muda kutoka kwenda kumtafuta vizuri baba yake. Kwa hiyo niambie, usinifiche Bijenya. Mimi sikufichi chochote mjukuu wangu, bali mimi mwenyewe sielewi kilichomkuta mtoto wangu kwa kweli. Huyo Zena anahangaika, na mimi nahangaika, na mama yake mwenyewe pia analia muda wote, naye ajui kilichompata mume wake. Na huku naelekea kumtafuta. Hapa nimechoka mjukuu wangu. Basi chawa Bijenya, lakini nilikuwa naomba kitu kimoja. Utakapobandua mguu mimi nibandike wa kwangu. Twende wote tukamtafute baba huko mtaani. Huenda tutampata, mimi nitakuwa msaada mkubwa kwenye kumpata baba Jena. Asante mjukuu wangu, lakini niache tu mimi niende. Kwa kuwa wewe hali yako ndio hiyo, mimi naona utanichelewesha. Bijenya, twende, mimi nakuomba twende wote, nakuomba Bijenya tukamtafute baba. Wewe baki, ila mimi niache niende. Akionekana nitampa taarifa Zena, atakuja kukuambia. Umesikia mjukuu wangu? Sawa Bijenya. Afadhali ndugu yangu ulivyokuja, maana nilikuwa nawaza sana utakupata pataje. Aliyakuwa mimi kwako ni wanted, sitakiwi kabisa kupakaniaga. Kaka, ni bora hata ambavyo hujaja nyumbani, kwa sababu nyumbani kule kulikuwa kumechangamka. Watu wote, familia nzima inaniona mimi kichaa. Kwa hiyo nilichokifanya, nimetumia mbinu mbadala. Nikajifanya kama ni mgonjwa ambaye nilikuwa naumwa muda mrefu, ili mradi ni wazuke wanifungue. Kwa hiyo pale nimeamka naanza kumwambia mke wangu, imekuaje? Kwa nini imekuwa hivi? Yaani yote hayo ni kuzuga na kudanganya, ili mradi tu ajue kwamba mimi nilikuwa sijitapui. Kwa maisha yangu sasa hivi yatakuwa hivyo hivyo. Hizo taarifa nimezipata. Mganga ameniambia. Pole sana. Hebu tuachane nayo kaka. Ila kuna kitu kinanisumbua sana. Unajua, kuna kitu kilikuwa kinanijia ndotoni, tena mchana tu. Sauda alikuwa anakuja na kuniambia mume wangu anateseka, anataka kuwa chizi, kamuokoe. Kwa mimi nikakurupuka, lakini visanga vyote vilivyotokea hivi mpaka kuonekana mimi kichaa, kufungwa kamba, ni baada ya Sauda kunitokea ndotoni. Moja kwa moja wakati naenda kule kwenye ile nyumba, ndo mama akatafuta watu wakanikamata. Sasa najiuliza, Sauda alikuwa anamaanisha au ni ndoto tu ambazo nilikuwa namuwaza Sauda muda mrefu? Chizi. Hiyo sio ndoto.
mara nyingi wewe huwezi ukaota ndoto. Huyu atakuwa amekufikishia ujumbe kweli Sauda. Na kama hizo habari ni za kweli, basi huu mwezi utakuwa ni mwezi wa watu kupata uchizi. Kwa sababu hata bosi wetu sisi amekuwa kichaa. Bosi wetu anaitwa Okana. Huyo Okana ndio mume wake na Sauda. Kwani wewe bosi wako kivipi? Okana ndio CEO wa kampuni yote ile ya ulinzi. Yule mwingine unayemjua wewe ni meneja, na ndio aliyotangazia kwamba Okana amepata ukichaa. We, usiniambie. Ndio nakwambia hivyo. Ila hapo naona sasa picha linaanza kuwa vizuri. Maana nilikuwa najiuliza kila wakati, hivi mume wa Ghost ni nani? Kumbe bosi wetu. Hapo mambo yamekuwa vizuri kabisa. Yaani inaongeza kabisa sababu ya sisi kuendelea kumpambania yule dada. Na alafu kuna jambo jingine jipya hapa. Jambo gani tena zaidi ya hili? Au mume wa Sauda kwa kichaa? Hapana. Mganga aliniambia ile njia ya kuiokoa nafsi ya Sauda imepatikana. Hebu niambie, ni njia gani? Mganga amesema inatakiwa ipatikane nguo ya marehemu Sauda alikuwa anaivaa kipindi cha uhai wake. Nguo? Tunataka tupate nguo ya Sauda. Sasa mimi nina wazo. Twende tukaiombe hiyo nguo. Ni sawa, lakini naomba tukifika kule wewe usiwe muongeaji. Unyamaze kimya. Uniachie mimi ndo nitazungumza kila kitu, kwa sababu najua akili zako. Unaweza ukaenda kuharibu kila kitu. Sawa kamanda wangu. Lakini najiuliza maswali mengi sana. Yaani unajua Mungu wa ajabu sana. Yaani kumbe Okana ndio mwekezaji kwenye hizi kampuni tunazofanya za ulinzi. Haswa. Alafu kumbe ndio mume wa Sauda. Mungu ni wa ajabu. Yaani hapo imeongezeka sababu kabisa ya pili. Tumsaidie bosi wetu, tumsaidie dada Ghost, tumsaidie mtoto wake. Wapi? Hayo si mambo mpwito mpwito. Kweli maisha ni mzunguko. Kweli usimdharau mtu. Sawa. Twende. Wakambo wananitesa, sina wa kumwambia. Zaidi yako mama, maisha bila mama ni magumu sana. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia. Watunze mama zao, kila nikihitaji msaada hakuna ananielewa mama. Naomba wenye mama watunze mama zao, kila nikihitaji msaada hakuna ananielewa mama. Usijali mwanangu,
Siku moja baba yako atapona na atarudi nyumbani akiwa na akili zake timamu kabisa. Sioni hata matumaini hayo. Maana mpaka sasa hivi sina uhakika baba amelogwa au ni msongo wa mawazo. Kwani baba yako alikuwa na mawazo? Ndiyo. Tangu kifo cha mama, baba alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Ilifika mahali hadi akawa anakunywa pombe. Nani anakunywa pombe? Baba. Baba yako alikuwa anakunywa pombe? Ndiyo. Najua huwezi kuniamini, lakini hiyo ndio uhalisia. Sauda dada yangu, sitaki kukuazia kama umekosea, lakini huyu mtu unamkaribisha katika familia yako, sidhani kama anaitakia mema. Zena, tuendelee kumtafuta baba yako, huenda tukamuona, alafu tukapata wazo namna kumsaidia. Sawa mama. Naomba wenye mama watunze mama zao, kila nikihitaji msaada hakuna ananiewa mama. Naomba wenye mama watunze mama zao, kila nikihitaji msaada hakuna ananiewa mama. Mwanangu, samani. Umekutana na kijana mmoja huko ulivyotembea tembea, anaitwa Okana. Okana? Okana yupi? Okana ni mwanangu mimi ambaye ni bosi mmoja wa kampuni hizi za ulinzi. Shombi mmoja hivi. Huyu ambaye unasema amechanganyikiwa? Ndiyo. Hapana mama, mimi sijamuona, lakini kuna watu nimekuta wanazungumzia ameonekana chini kule. Chini ya wapi? Unaweza kanielekeza mwanangu? Kule wanapolimalima kule. Asante sana mwanangu, acha nimfuate. Bila shaka mama, pole sana. Asante mwanangu. Kaka, tafadhali naomba usizingue. Kaka, mimi sasa hivi nimekwambia na kuwa mstaarabu. Siongei kitu chochote. Utafanya vile ulivyoniambia. Ili mradi huyu mama atupe nguo fresh. Siongei chochote na kuachia wewe. Habari yako dada Bonge. Mimi naitwa Kizigo Samnamweza. Nilikuwa na shida ya nguo ya Mariam Sauda. Nguo ya Sauda? Ya nini? Wewe vipi unatulizaje maswali kama haya? Sisi tunahitaji nguo ya Sauda tukamkomboe uliko mhifadhi. Si umenielewa? Tunahitaji nguo. Hatutaki maneno mengi, hatutaki kuzungumza ovyo ovyo. Tunataka nguo. Kule uliko mfunga tunataka tukamfungue. Mganga ametutuma utupe nguo ili tukamkomboe Sauda, alafu nafsi yake uje kuteseka nayo mwenyewe kwa sababu umemchukua Sauda wa watu. Umemuua bila taibu, alafu nafsi yake bado tena umeifunga. Na cha ajabu zaidi, umemtia tena uchizi mume wake. Wewe mwenda wazimu wewe. Sasa tupe nguo 5. Oya bro, maisha haya uoga ni umaskini, usiogope chochote. Umenielewa? Usiogope chochote. Huyu hizi mali anazitolea macho. Mtu mwenyewe ana gari lakini hawezi hata kuendesha. Nilitaka kushangaa. Yaani wewe uje hapa na usiongee chochote, ukae kimya. Haya, tokeni nyumbani kwangu. Wewe maskini. Wewe kwako hapa. Hivi kwenye maisha yako ushawahi kuona nyumba kama hii wewe? Huyu dada brother alikuwa muokota makopo, muuza mchicha. Wamemwokota tu. Dada watu, dada Ghost kwa huruma zake maskini ya Mungu, kamchukua kamfadhili. Kamuonea tena huruma nyingine, kamchukua kamkabidhi na mume wake. Hapo dada Ghost ndio alipokosea. Sasa huyu Chukunyema anasema hapa kwako, wewe unaweza kujenga nyumba kama hii wewe? Wewe unajua wenzio mali walitoa wapi? Hapa sio kwako. Nakwambiaje, naomba nguo ya Sauda tukakuonyeshe. Mganga ametutuma. Waitia wizi sasa hivi. Wewe, mimi siogopi. Hapa hakuna nyunyu wala nyonyonyo. Wewe! Yes! Kwani
kijana hajafa. Hebu kwanza mwanangu, nimepokea simu ya dharura mara moja. Kwa hiyo tangulia nyumbani, alafu mimi nitafuata. Sawa mama. Kwa sawa. Sasa hebu nisikilize kaka, nisikilize basi. Hata nawe brother, wewe utoka huko utaki kunisemesha. Hebu punguza hasira bwana. Mimi naomba unisamehe sana. Ila utambue yule mama anakera sana. Mimi pale nimeshindwa kujizuia. Yaani anafanya hatujui sisi. Sisi tunahitaji nguo, yeye anatukaushia. Kikweli mimi nimekasirika sana. Najua haujapendezewa na hiki kilichotokea. Hapana. Sio hilo. Ila kuna vitu vinachekesha sana. Bado najiuliza, yule kweli ni mke wa bosi Okana? Sasa unadhani hivyo kwa nakwambia nilikuwa nakudanganya? Alafu vipi? Mke wake wa kwanza unamfahamu? Hapana. Sikuwa najua background yake. Ila kama yule ndio mke wa Okana, hawafanani kabisa. Wewe acha tu kaka. Ila mwenzangu unajua kukimbia. Hatari. Hamna, unajua ukiitiwa mwizi alafu sehemu kama zile, hali yetu yenyewe fukara, kapuku, maskini bwana, ukikamatwa sasa hivi ukienda jela kutoka kwenyewe ni shida tupu. Nitakuta siku mamangu ameuza nyumba zote kwa ajili ya kuja kunitoa mimi polisi. Kwa hiyo hicho kitu sihitaji kabisa. Hapo umesema kweli ndugu yangu. Unajua sauti za kupigiwa kelele za wizi, hii ni wimbo wa taifa kwa Tanzania. Bora kwenda jela. Je, tungechomwa moto? Ilikuwa ni hatari kabisa. Sasa mimi ngoja niwahi nyumbani kwa sababu hali yangu ya tumbo sio nzuri. Sawa kaka. Mimi nadhani tutakutana muda mwingine tena. Sawa. mwanangu. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda